Mimi nahitaji kuongelea masuala agenda muhimu ambayo iko mezani kwa mwezi huu wa Oktoba. Ni uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao utatupa fursa ya kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utatupa na fursa ya kuchagua rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini tunachagua wabunge, wawakilishi na madiwani. Sisi jeshi la polisi na waandishi wa habari ni wadau muhimu sana katika mchakato wa uchaguzi. Mwanzoni tulikuwa tunazungumzia uchaguzi una vipindi vitatu. Tukasema mchakato ulikuwa na kabla, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hasa ile kabla nafikiri tumeshamaliza, si ndio? Tumeingia kipindi cha pili ambacho ni chenyewe kabisa cha wakati wa uchaguzi. Lakini tutakuwa na kipindi cha mwisho cha baada ya uchaguzi, yani baada ya matokeo kutangazwa. Sasa napenda kutumia fursa hii kuwapa taarifa wananchi wa Zanzibar kwamba sisi kama jeshi la polisi tumejipanga vizuri. Tumejipanga vizuri kuhakikisha uchaguzi wa mwaka huu, uchaguzi mkuu, utakuwa na utulivu wa kutosha, utakuwa wa amani, na kila mmoja ataweza kupata fursa ya kupiga kura bila changamoto za kiusalama. Mwaka huu sisi jeshi la polisi tumekusudia kuwaonyesha wananchi jinsi uchaguzi unavyoweza kufanyika kwa amani. Na tumejipanga vizuri kuhakikisha swala hili litakuwa shwari kabisa, ili kila mmoja afurahi, akapige kura, arudi nyumbani kupumzika na kumchagua mtu anayempenda. Na hili la amani ni jambo mtambuka. Linatuhusu sisi kama vyombo vya ulinzi na usalama, lakini vinawahusu wananchi ambao ndio wapiga kura. Wenyewe ama wananchi kwa ujumla tunapaswa kukumbuka na kuzingatia mambo muhimu sana yanayohusiana na swala la amani. Swala la amani na utulivu linatusababisha sisi wote tufanye shughuli zetu bila dosari, bila kuwa na hofu, bila matishio ya kiusalama. Kwa maana nyingine, kama mtu anauza vitu vyake sokoni, ataenda kazini kama kawaida, atapiga kura, ataenda kwenye shughuli zake. Kila mtu ataendelea na shughuli zake bila kuathiri hali ya maisha, kuanzia kwenye ngazi ya familia au ngazi ya mtu mmoja mmoja, ngazi ya familia na ngazi ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tunatoa rai kwa wananchi wote tuone umuhimu wa kuweka amani siku hii, ama katika kipindi hiki ambacho tunaendea cha kupiga kura, na wakati ule wa kutangaza matokeo, na hata baada ya kutangaza matokeo. Na tunaweza tukaangalia mifano nchi mbalimbali zinazotuzunguka, jinsi ambavyo walichezea amani, lakini wamekuwa wanakimbia, wanatanga na njia. Wanawake, watoto, tena unakuta wengine wanawake, mama zetu, dada zetu, wajawazito wanakimbia na mabegi mgongoni, mtoto kichwani na kadhalika. Kwa hiyo sisi hilo tumeliona na tunataka kuihakikishia dunia na wananchi wa Zanzibar kwamba mchakato wa uchaguzi mwaka huu utakuwa ni wa kipekee sana, utakuwa ni shwari na kila mmoja atafurahi. Tuwaombe tu wananchi tushirikiane kwenye kutunza amani. Wale wanaochochea wenzao tuwaepuke, achana nao. Wewe tusikilize sisi. Na kila mtu ataenda kupiga kura yake bila bugudha, bila matishio ya kiusalama. Watusaidie. Mkiona kuna mtu analeta maneno ya kuchochea wenzie, ya kuleta vurugu, ya kutia hofu, ya kuwasababisha watu wengine wanakimbia wanafunga na biashara, anaenda kukaa mbali kwanza, hapana. Mwaka huu mambo yatakuwa shwari sana. Biashara za watu ziendelee kama kawaida. Hamna hofu ya kukimbia. Na tuendelee kushirikiana. Pale ukiona kuna vitaarifa vya uchochezi, vya mtu anataka kuvunja amani, tujulishane mapema ili tudhibiti mapema, tuendelee na ushwari wetu. Na mpaka sasa tunawapongeza wananchi wa Zanzibar. Kampeni zinaendelea ni kistaarabu. Hata kama kuna changamoto ni ndogo sana, wengi bado mnaenda vizuri, wanaenda vizuri, wanafanya vizuri.
na tunataka hii amani iendelee mpaka baada ya kumaliza hili swala, ili tupate viongozi waweze kutuongoza tena na kutuletea maendeleo. Kwa hiyo maendeleo yako kwenye ngazi ya mtu mmoja mmoja kama nilivyosema, lakini serikali ikiwa na utulivu pia itapata nafasi ya kutuletea maendeleo. Haya mabarabara mnayoona yanajengwa yatamaliziwa, hospitali zetu zile, shule zetu zile, miradi yetu ya maji ile, miradi ya umeme ile itaendelea kwa sababu tutakuwa na utulivu. Pakishakosekana utulivu, maana kila jambo lafanya nini? Linasimama. Kwa hiyo mimi nipende kuwaambia, na tutaendelea kuongea, tutakuja na kwenye vyombo vyenu kule, tuendelee kuongea tukiwahakikishia wananchi wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla kwamba mwaka huu watajionea uchaguzi ambao ni wa pekee sana. Uchaguzi utakuwa kwa tulivu, utakuwa na amani na kila jambo litaenda vizuri. Sisi tumejipanga na naamini na waandishi wa habari wamejipanga kutoa hizi taarifa ili wananchi wasiwe na hofu, siku wajitokeze kwa uhuru kabisa na amani zote, wakapige kura, wakishamaliza wakapumzike, matokeo yatatangazwa na tunaamini watawapata wale watu ambao wanawapenda. Asanteni kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.